Shena Mtito TV. Shena Mtito TV. Shena Mtito TV. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Leo niko sehemu ambapo panaweza kubadilisha muonekano na taswira yako kwa sasa. Niko hapa JNR Mtita Unisex Saloon. Yes, karibu kwenye Sport Info, ni update za kisoka, ndicho kitu ambacho nakuletea hivi sasa. Na kikubwa nataka nikufahamishe kwamba unajua vile ambavyo Simba amegomea mechi ya tarehe 8 March 2025, sakata lao linaweza kuipa ubingwa wa Young Africans. Yani kiufupi sakata la Simba linavyoweza kuipa ubingwa Young Africans. Je, unafahamu hilo? Twende pamoja. Sasa unafahamu kwamba kitendo cha Simba kugomea mchezo wa dabi ya Kariakoo dhidi ya Yanga kabla ya bodi ya ligi kubariki kwa kuahirisha bila kuzingatia kanuni ya ligi kuu kinaifanya timu hiyo ya Msimbazi kujiweka pabaya dhidi ya jinamizi la kutotoa ubingwa msimu huu wa mwaka 2024-2025. Mashabiki wa soka kwa sasa wanasikilizia kujua nini ambayo itakuwa kama hatima sakata hilo ambalo limeibua wadau mbalimbali kulaani kutokana na namna lilivyohitimisha mchezo uliokuwa ukisubiriwa kwa hamu Jumamosi iliyopita, ambapo ilikuwa ni March 8 mwaka huu ya 2025 nikimaanisha. Lakini huku nyuma rekodi zinaonyesha katika michezo yote ambayo Simba iligomea kucheza na Yanga tangu miamba hiyo ilipoanza kukutana mwaka 1965 haijawahi kubeba ubingwa wa ligi kuu bara, jambo ambalo linalosubiriwa kuona kama itatokea tena kwa msimu huu pia au la. Kwa mara ya kwanza Simba kugoma kucheza na Yanga ilikuwa ni March 3 1969, ambapo kikosi hicho cha Msimbazi kiligoma kabisa kupeleka timu uwanjani kutokana na kilichoelezwa kutokukubaliana na maelekezo ya chama cha soka Tanzania, kipindi hicho kiitwa FAT, kwa sasa ni TFF. Mwaka huo Yanga ilikuwa ya moto sana kiasi cha kuitisha Simba, kwani iliwakilisha nchi katika michuano ya klabu bingwa Afrika, kwa sasa ni ligi ya mabingwa Afrika, baada ya kubeba ubingwa mwaka 1968 na kutolewa robo finali na Asante Kotoko ya Ghana kwa penalty. Yanga ilizitoa timu za Vital Kandro ya Madagascar kwa jumla mabao 4-3, kisha St George ya Ethiopia kwa mabao 5-0, na robo finali dhidi ya Asante ilitoka sare ya bao 1-1 nyumbani na ugenini kupigwa kwa penalty ambazo zilizoitupa nje Yanga kwa kuchapwa penalty 4-3. Kitendo cha Simba kugomea mchezo huo, Yanga ikapewa ushindi wa pointi 2 na mabao 2 na kutangazwa rasmi kwa mabingwa wa ligi kwa kipindi hiko. Juni 18 1972 Simba iligoma tena kuingia uwanjani kipindi cha pili cha pambano hilo la marudiano ya ligi ya taifa, kwa sasa ligi kuu bara, kupambana na watani zao Yanga iliyokuwa inaongoza kwa bao 1-0, bao ambalo lilifungwa na Leonard Chitete. Kitendo cha Simba kugomea kukaipa Yanga ushindi wa bure na kutoa ubingwa wa 5 mfululizo wa ligi kuu baada ya mchezo wa kwanza kuisha kwa sare 1-1, bao la Yanga likifungwa na Kitwana Manara huku Simba likifungwa na Willy Mwaijibe. Simba ikagoma tena na pambano la marudiano la Agosti 10 1968 la ligi daraja la kwanza, sasa ni ligi kuu, baada ya miamba hiyo kufungana 1-1, la Yanga likifungwa na Omar Hussein maarufu kama Kigen dakika ya 6, huku Simba likifungwa na Mohamed Bob Chopa dakika ya 30. Katika mechi hiyo ya marudiano Yanga ilipewa ushindi wa bure mabao 2 na pointi 2 kutokana na Simba kuvunja pambano hilo ikigomea penalty iliyotolewa na Yanga baada ya beki wakati Twalibu Hilal kuunawa mpira eneo la hatari. Penalty hiyo ilipatikana dakika 84 na kutolewa na muamuzi Bakari Bendera wa Tanga, ambapo kitendo hicho cha kikosi cha Msimbazi kugomea mchezo huo ulivunjika na Yanga kupewa ushindi wa bure na kuchukua tena ubingwa wa ligi kuu mwaka huo. Mwaka 1985 katika mchezo wa ligi kuu ya Muungano, Simba iligoma kurudi uwanjani kwa kipindi cha pili kwa ilichodai muamuzi Hafidh Ali aliwatisha wachezaji wa kikosi hicho ni lazima afungwe, na ndipo ambapo walijivunja baada ya kuisha kipindi cha kwanza. Kitendo hicho cha Simba kugoma kilifanya Yanga kupewa ushindi wa mezani, ingawa mwaka huo ubingwa ulichukuliwa na Majimaji. Februari 25 1996 Simba iligoma tena kupeleka timu uwanjani baada ya chama cha soka Tanzania FAT, ambapo kwa sasa ni TFF, kugoma kuahirisha mchezo huo kama ilivyoombwa na klabu hiyo ikitaka kupata muda kujiandaa vyema kwa mechi yake ya kimataifa. Mwaka huo Simba ilikuwa inajiandaa na kombe la washindi ambalo kwa sasa alipo baada ya kuunganishwa kutoka kombe la CAF hadi kombe la shirikisho Afrika dhidi ya Chapungu Rangers FC ya Zimbabwe, na ndipo Yanga kajikuta iko uwanjani tu yenyewe. Kitendo hicho kikaipa Yanga ushindi wa mabao 2
huku mechi ya Simba na Chapungu Rangers ikashindwa kufanyika, na ndipo wekundu hao wa Msimbazi wakapewa ushindi wa mezani kwa kusonga mbele licha ya mechi ya kwanza ugenini kuchapwa bao 1-0. Simba ilipewa ushindi huo kutokana na Chapungu kushindwa kuja nchini, na katika raundi iliyofuata ilitupwa nje na El Mokaulini ya Misri kwa kanuni ya bao la ugenini baada ya kushinda nyumbani bao 3-1 na kuchapwa bao 2-0, hivyo jumla ni bao 3-3. Sasa fahamu kwamba katika vipindi hivyo ambapo Simba iligomea pambano la dabi, rekodi zinaonyesha kuibeba zaidi Yanga tofauti na kikosi hicho cha Msimbazi. Hivyo tukio la Machi 8 mwaka huu linasubiriwa kuona kama jinamizi litaendelea kuiandama Simba au la. Rekodi za mechi 12 za Kariakoo dabi miaka ya nyuma ambazo Simba na Yanga kila mmoja ikigomea 6 za michuano tofauti ikiwemo ligi kuu bara, kombe la Kagame na ligi kuu ya Muungano. Simba mara zote haijabeba ubingwa msimu husika, wakati Yanga ikibeba mara 3 ambazo ni mwaka 1992, mwaka 2002 na mwaka 2021 kwenye ligi kuu bara, wakati mara 3 ilipogoma na kukosa ubingwa ilikuwa ni mwaka 1965 na mwaka 1966 kwenye ligi na 2008 kwenye kombe la Kagame. Hizo ndio rekodi ambazo zinaionyesha Young Africans wakati Simba Sports Club akigoma mchezo wa dabi kwenye ligi kuu Tanzania bara, mara nyingi inakuwa Young Africans anabeba ubingwa. Je, rekodi hiyo itajirudia tena msimu huu wa mwaka 2024-25? Basi tuendelee kusikilizia hilo. Leo niko sehemu ambapo panaweza kubadilisha muonekano na taswira yako kwa sasa. Niko hapa JNR Mtita Unisex Saloon. Dada, mama, kijana ambaye unataka muonekano mzuri, kupendeza kwako ndio fahari yetu. Na tuko hapa kwa ajili ya kuhudumia. Njoo tukupendezeshe leo. Kwa huduma zote za saluni ya kike, basi sehemu sahihi kwako ni JNR Mtita Unisex Saloon Mikwambe. Usiogope muonekano wa saluni zetu kama vile ambavyo zinaonekana. Ukifika hapa push au vuta, ingia nani, nenda kahudumio kwa mitindo yote ya nywele ambayo sasa hivi iko bora na ina trend hapa town. Bei ni nafuu sana kama nilivyokuambia. Simple makeup kwa shilingi 5,000. Unaweza kupata wapi sehemu ambapo unaweza kupata bei kama hii kwa simple makeup? Bali na hapo tuna bodre kwa shilingi 3,000 tu za Kitanzania. Kuosha pamoja na kuseti ni shilingi 2,000 tu za Kitanzania. JNR Mtita Unisex Saloon, karibu upendeze kama mimi vile ambavyo nakaribia siku hii ya leo. Muonekano wa saluni zetu ni nzuri kabisa, lakini pia kitu kizuri ni kwamba wahudumu wetu wanatoa huduma nzuri, na ndio maana nimekuambia karibu siku zote upendeze. Vifaa bora kabisa, full AC, yani ukifika hapa no sweat. Na kama nilivyokuambia tunapatikana Mikwambe Maliasili. Ukiwa unatoka Feri unapanda gari za Tuangoma au Kibada, unashuka kituo kinaitwa Maliasili, mkono wa kushoto ndipo ambapo saluni zetu zinapopatikana. Tembelea leo kupitia ukurasa wa Instagram kwa jina la @officialgrmtita_unisex. Karibu upendeze.